Kuna hali ambayo imekuwa ikitokea, aidha ni kutokana na kuharibika kwa mmeng'enyo wa chakula au imekuwa ikitokea kutokana tu na mfumo wako wewe wa utendaji kazi wako, kwamba ukibana haja kubwa una uwezo wa kuweza kuizuia ukiendelea na kufanya shughuli zako, na baadaye ile haja na yenyewe katoweka kabisa. Swala la kuto kupata choo au kupata choo kigumu limekuwa ni jambo ambalo linaweza ikahatarisha afya ya uzazi, hasa kwa mwanaume. Mwanaume ambaye anapata choo kigumu, mwanaume ambaye hapati choo kwa wakati, anaweza pia akapata shida katika suala zima la kuweza kutungisha ujauzito kwa sababu zifuatazo. Ikiwa haupati choo au unapata choo kigumu, unaenda kuathiri homoni ya testosterone, ambayo hii homoni kama video niliyoeleza huko nyuma kwamba ni homoni kuu kati ya zile homoni zinazohusika na mchakato wa kutengeneza mbegu za kiume. Kwa maana hiyo, kama ili zoezi la kuto kupata choo na kupata choo kigumu litadumu kwa muda mrefu, basi litaenda kuathiri homoni hii na kusababisha pia mbegu zako kuwa dhoofu na kutokuwa na uwezo wa kutungisha ujauzito. Kwa hiyo hakikisha kama unapata shida ya kuto kupata choo na kupata choo kigumu, rekebisha mmeng'enyo wako wa chakula na acha mtindo mbovu wa maisha ambao unapelekea wewe kupata hiyo hali ya choo kigumu, ili kuweza kuhakikisha afya yako ya uzazi inakuwa salama. Afya yako ni uwekezaji wako.